kweli eneo hili lilikuwa ni sehemu ambayo inawapa shida wananchi, lakini na wale wasafirishaji wa biashara, kwa maana ya magari makubwa kutoka Kamsamba kwenda Mlowo na mengine kutoka Mlowo kuja Kamsamba. Na unavyofahamu, wakati wa El Nino mwaka jana, moja ya maeneo ambayo yameathiriwa sana ni eneo hili kwenye barabara hii ya Mlowo Kamsamba. Na nakumbuka ulitupa maelekezo kwamba tujaribu kufuatilia maeneo yote ambayo yameathiriwa na yaweze kutengenezwa kama ipasavyo. Na taarifa hizi tuliziwasilisha na baadaye tuliziwasilisha wizarani na kwa Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais akafanya maamuzi ambayo tunayaona kwa leo tuko hatua hii. Mradi huu ambao tunautekeleza unahusisha daraja kubwa la mita 60, lakini una relief culvert 2 ambazo kila upande kunakuwa na relief culvert ambayo kwa ajili ya kupunguzia maji. Lakini tutajenga maingilio ya mita 500 kila upande ili kuinua ile daraja na liweze kupitika. Mkandarasi anayetekeleza mradi huu anaitwa Abemro Contractor, na anatekeleza mradi huu kwa gharama ya shilingi bilioni 7 na milioni 365. Na serikali tayari imeshampa fedha ambazo ni kama advance 30% ambazo ni sawa na bilioni 2 na milioni 209. Kwa progress ambayo tulikuwa tumepanga aweze kuifanya, mradi huu ulitakiwa uanze mwezi Disemba na ukamilike mwaka huu mwezi Disemba tarehe 21. Kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimechelewesha kidogo, mradi huu umeanza rasmi mwezi wa 3 na mwaka huu. Na kuchelewesha kwa hizo ni pamoja na zile fedha za awali zilichelewa kuja, lakini pia VAT exemption na kuformalize vitu vingine. Na mkandarasi baada ya kuwa amepata hivyo vyote, ameanza hiyo kazi rasmi. Nakumbuka Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tumepita pamoja, kulikuwa kuna vitu lakini alikuwa anaanza maandalizi, ilikuwa mwezi wa 2 mwishoni. Na baadaye mwezi wa 3 alianza na makavati mawili ambayo amemaliza tayari yako 100%. Lakini wakati huo alianza tena kutengeneza upande wa barabara ambao sasa hivi ndo ameweka kwenye G3. Tutakuwa na layer ya G3, G7, G15 na G45. Kwa hiyo layer zote ataweza kuzipanga. Lakini kwa progress ambayo tulikuwa tumeplan kwamba kufika mwezi huu tarehe ya leo au amefikia 50%. Hadi sasa yuko 43.6. Lakini tunatarajia sasa tuko nyuma kwa 6.1. Sasa hii 6.1 kwa mpangilio wa kazi zake, wakati Mheshimiwa Rais alipopita ilikuwa tarehe 22 mwezi uliopita, alikuta yuko nyuma kwa 12. Na tukamwahidi kufika mwezi wa 6 au katikati atakuwa amefuta ile ambayo tuko nyuma ili tuweze kuwa kunakaa mbele. Kwa hiyo tunatarajia hizi 6 zilizobaki kufika kwenye tarehe 15 atakuwa ameshaanza kwenda mbele. Na wakati anafika ile tarehe 22 ndo alikuwa anamaliza kuchimba mguu wa kwanza wa daraja. Lakini mguu wa kwanza ameweza kuchimba na anasuka nondo. Tunategemea wiki inayokuja atakuwa amemwaga zege upande ule. Na upande wa kule alikuwa hajachimba, sasa hivi ameshachimba, ameweka rocks. Tunatarajia wiki hii aanze kumwaga na zege la chini, na baada ya hapo aanze kusuka nondo. Kwa hiyo tunataka hivi vitu vyote viende kwa pamoja. Malengo ya kufanya hii milango miwili ni kwa ajili ya kurahisisha kazi yote iweze kuisha kwa muda ambao umepangwa mwezi Novemba. Tunatarajia mwisho wa mwezi huu hizi kazi zote wamezifanya mpaka kwenye hizi miguu miwili, abaki na mguu wa katikati. Fedha zilizotolewa na serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan zinavyotekeleza miradi mbalimbali ndani ya wilaya ya Momba. Natoka asubuhi tuko ndani ya wilaya ya Momba, tumeanza kuangalia mradi wa maji wa kule Msangano. Na tumetoka kule tumeangalia na daraja linalotuunganisha Tunduma pamoja na huku chini Msangano pamoja na
makao makuu ya wilaya, tumekuja kuangalia makao makuu ya wilaya, ofisi ya mkuu wa wilaya, maendeleo yake, na tumeridhika kwamba fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Rais anazileta zinafanya kazi nzuri sana. Na mwisho tumekuja kuangalia daraja hili. Daraja hili nyinyi mnajua, likitoka hapa hii barabara inaenda mpaka Kibaoni mkoani Katavi. Kweli si kweli? Kweli. Ni kiunganishi kikubwa sana cha mkoa wa Katavi, Tabora, Kigoma, Shinyanga, Mwanza na maeneo yote ya kanda ya Ziwa. Kweli si kweli? Na huku inatuunganisha na mkoa wetu kwa maana ya makao makuu ya mkoa, makao makuu ya wilaya, lakini unaenda Mbeya, unaenda Njombe, Ruvuma, Iringa na mikoa mingine inayotuzunguka. Kwa hiyo hii ni barabara kubwa, ndio maana tumeipa hadhi ya kuwa barabara ya mkoa, kwa sababu inatuunganisha kati ya mkoa mmoja na mkoa mwingine. Lakini la pili kubwa, nyinyi wananchi mnaoishi kwenye hili bonde ni wafanyakazi, wachapakazi wakubwa sana. Jipongezeni. Nyinyi ni wachapakazi kweli kweli. Toka nimeingia kwenye mkoa huu sijawahi kwenda kuhamasisha watu kufanya kazi. Watu wote wanajua lini wanatakiwa wafanye nini, saa ngapi wafanye kwa ajili ya kitu gani. Kama ni muda wa kuandaa majaruba, wote wanajua muda wa kuandaa majaruba. Kweli si kweli? Kama ni muda wa kuandaa shamba, wote wanajua muda wa kuandaa shamba. Kweli si kweli? Niwapongeze sana, nyinyi ni watu wa maana kupita kiasi. Hongereni sana. Na ndiyo maana mkoa wetu umeingizwa kwenye hadhi ya mikoa michache sana kwenye nchi hii ambayo inazalisha na kujaza ghala la taifa. Kwa maana ya kwamba sisi ni wachapakazi, tunajua wajibu wetu, kazi yetu sisi ni kuwaratibu ili jitihada na bidii zenu zilete matunda yale ambayo mnayakusudia, lakini nchi inayakusudia kwenu binafsi na kwa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo hongereni sana, jipigie ni makofi. Kuletwa kwa fedha hizi si fedha chache. Amesema hapa meneja wetu wa TANROADS, fedha zilizoletwa hapa ni bilioni 7. Na mnajua tunataka tukimaliza hii kazi sasa tuje kuanza kujenga barabara ya lami kuanzia Kamsamba, lakini tuanzie na wapi? Na Mlowo. Ili miaka michache ijayo mtu akitoka Mlowo aseme nataka niende nikale mara moja, nikanywe chai Mpapa, alafu nimalizie chakula cha mchana wapi? Kamsamba. Alafu jioni nikalale wapi? Mlowo. Hayo ndio maendeleo, hayo ndio mambo ya maana. Na serikali inafanya hivi vitu kwa utaratibu. Miaka 10 iliyopita kutoka Tunduma kwenda Sumbawanga ilikuwa anasa, mateso. Uongo ukweli? Ilikuwa ukiwa unaenda kama vile unaenda kwenye eneo la watu ambao sio sehemu ya nchi yetu. Leo ukitoka Tunduma unaenda Sumbawanga, hebu niambieni mambo yakoje? Mazuri mabaya? Daraja hili linajengwa na sisi tumekuja hapa. Tumekuja na timu nzima ya mkoa na tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Yuko timamu, anasimamia mambo yatokee. Tumekuja kuangalia kinachoendelea. Kama fedha iliyoletwa inaleta matokeo tunayoyakusudia. Nimefika nimeona hizi box culvert zimeshajengwa. Nimeambiwa moja tayari, zote mbili tayari. Zote mbili zimekamilika. Kwani hii mwaka jana ilikuwepo? Na si mnaona simenti zinavyochanwa hapa. Uongo kweli? Naona mifuko inachanwa tu. Hala uhesabii hata idadi ya mifuko inayochanwa, si ndio? Lakini mmeona hapo, mmeona hizo nondo unene wake? Au kwa mbali hamzioni? Unaziona Zinaenda kujenga nini? Daraja. Likishawekwa huwezi kusema ninadai hela yangu hapa. Unaweza? Maana yake zinaenda kufacilitate huduma kwa wananchi. Zinaenda kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Mwananchi akitoka Mlowo anataka kwenda Kamsamba asianze kujiuliza wapi nitakwama. Ajiulize nitafika saa ngapi. Basi ndio kazi yake. Kazi ya serikali ni kuweka miundombinu ikae sawa sawa. Ndio hichi kinafanyika. Alafu kuna mtu anakuja anawaambia unajua, yani huyu rais hawapendi.
Hivi rais asiyekupenda anatoa bilioni 7. Sijui mnanielewa? Bilioni 7 anaizika hapa kwa sababu ya watu wa Kamsamba, wa Mpapa, lakini watu wa Momba na watu wa mkoa wa Songwe, mkoa wa Katavi, mkoa wa Rukwa na mikoa mingine. Kutumia hapa kupita bila shida. Baada ya hapo hiyo serikali inarudishiwa nini? Inarudishiwa huduma. Hiyo ndio kazi tulioahidi kwa wananchi. Ndio wajibu wa serikali kwa wananchi.